Aha, kwa hivyo karibu tena kwa mara nyingine. Leo nataka tu niguzie jambo kuhusiana na waumini wa kanisa ama waumini wa siku ya Jumapili. Na katika somo ambalo limeweza kupita, nimezungumzia kuhusu the 144,000 kwa kifupi, na pia nimeweza kuzungumzia great multitude, lakini hiyo niliweza kutaja tu, lakini nataka sasa uelewe maana ya the great multitude. Mbona tuseme ni great multitude, yani watu wengi? Ni kwa sababu wala ambao watapatikana wakiwa wanafuata ukweli ni watu wachache. Ndio maana nimezungumzia kuhusu the 144,000. Na tunapozungumzia kuhusu a great multitude, that is direct translation, a great multitude, ya kwamba ni watu wengi. Na si eti kwamba nilipozungumzia kuhusu swala la the great multitude ama the 144,000 ni ya kwamba great multitude hawataenda mbinguni. La sivyo, kuna wala ambao waliweza kumkubali Yesu, ingawaje hawakufuata ukweli wote, lakini wanapokuwa ama wanapoishi katika maisha yao, yani imani yao, or they are honest in the faith that they have. Alafu kuna wengine ambao hata ukiwapigia darama kwa masikio hawawezi kusikia. Kwa hivyo hao wote wataingia katika great multitude. Pia kuna wale ambao wanaamini katika utatu, wote wako katika great multitude. Kwa hivyo najua nimeweza kuzungumzia swala la Sabato, na katika video ambazo zimeweza kupita nimeweza kuguzia jambo kuhusiana na Sabato. Kwa hivyo wale ambao hawatunzi Sabato, na katika video ambazo zimeweza kupita nimeweza kutaja siku ambayo tunapaswa kuabudu, ya kwamba ni siku ya Jumamosi, na ni ya kwamba wengi ukikompea wala ambao wanatunza Sabato na wala ambao wanaabudu katika siku ya Jumapili ama siku ya kwanza ya juma, jinsi ambavyo Biblia inasema ni ya kwamba wako wengi ikilinganishwa na wala ambao wanaabudu katika siku ya Jumamosi ama siku ambayo Biblia imeita siku ya Sabato. Na kwa hivyo nilipokuwa napitia kwenye mtandao, nikapata mzee mmoja ambaye ni wa kanisa Katoliki, ambaye ni papa ama alikuwa papa kwa wakati wake, na aliweza kutoa ahadi ya kwamba yule ambaye ataweza kutoa fungu moja, sio mafungu mawili, fungu moja katika Biblia, ambaye inasema ya kwamba tuitunze ama tuikumbuke na tuitunze siku ya kwanza ya juma, Sunday. Alitoa ahadi ya kwamba ataweza kumpa huyo mtu shilingi ama $100,000, $100,000 ya ama pesa taslim, $100,000. Na kwa kweli kutoka siku ambayo huyo papa ama pope aliweza kutoa tangazo hilo hadi wa sasa tunapoongea, hakuna yule ambaye ameweza kupata fungu hilo. Lina maana gani? Ina maana ya kwamba Mungu mwenyewe, hata wala ambao wanaabudu siku ya Jumapili, wanajua ya kwamba siku ya Sabato ni Jumamosi. Na wengine wameweza kufikiwa na wajumbe tofauti tofauti, wakiambiwa ya kwamba watoke katika dhehebu za Jumapili na waweze kutunza Sabato ama kufuata wale ambao wanatunza Sabato, lakini hawajaweza kusikia. Alafu kuna wale ambao hawajaweza kusikia
hawajaweza kusikia hata siku moja. Lakini wanapokuwa pale katika dhehebu za Jumapili ni waaminifu. Lakini hatari iko hapa. Hatari ni ya kwamba wale ambao the pagans, wale ambao hawako kwenye dini yoyote, ni ya kwamba muko katika hali ya hatari, ama wako katika hali ya hatari, kwa sababu Mungu ametuita kwa njia ya kipekee na anataka tuweze kutii sauti yake. Lakini kuna wale ambao wako pale Jumapili ama kanisa ama wanaabudu katika siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma, lakini wako waaminifu na hawajaweza kupata mwanga wa Sabato tangia kanisa ama mambo na dini yalipoanzishwa. Hawajaweza kupata ujumbe huo wa Sabato. Na pia kuna wazee ambao wamelala, wazee ambao wamelala, ambao walikuwa waaminifu katika kweli ambao walikuwa nayo na wakafa, ndio ambao wataweza kuingia uzimani. Lakini kuna hatari kwa yule ambaye amesikia lakini hajaweza kufanya uamuzi. Hapo kuna hatari. Kwa hivyo tulipokuwa tunajifunza na reformers wenzangu, wala ambao wameamua kufuata ukweli wa sasa, tukasema ya kwamba wale ambao wako katika great ama wale ambao wataingia katika great multitude, ni afadhali, shika hiyo point, ama ni afadhali uingie katika great multitude. Usipotoboa kuwa among the 144,000 ambaye nilizungumzia kwa kipindi ambacho kimepita, kama hautaweza kuingia ama kuwa among the 144,000, at least ukue among the great multitude, ukue among the honest. Lakini uweze kuwa among the honest iwapo umepata ukweli kwa masikio yako na hujaweza kuufuata. God will not have mercy on you, kwa sababu ukweli umeupata lakini bado haujafanya uamuzi. Na Mungu mwenyewe anajua mawazo, anajua kila ambacho unawaza, anajua ya kwamba ukweli umekufikia, lakini ile kitu hujafanya ni kumkubali na kufuata ukweli ambao upo. Sawa na dhehebu ambazo zimeanguka, ni ya kwamba watu wanaitwa kutoka pale. Tunaposoma katika Ufunuo kuhusu malaika wa pili, ni ya kwamba anaita watu watoke Babeli. Babeli ni mahali ambapo pameasi, ama mahali ambapo kuna uasi wa namna fulani. Na ni ya kwamba watu wanaitwa watoke pale waeze kuwa watu waaminifu kwa Mungu. Na hivyo basi ndiyo maana wala ambao wamekubali kufuata ukweli ni wachache sana. Ni wachache sana. Ndiyo maana the number 144,000 tunaposema ni literal, it is really literal. Ya kwamba itakapojaa hiyo namba, wala ambao wamekubali kufuata ukweli, mwisho utaweza kufika. Kwa hivyo watu wa Mungu, muweze kujitahidi sana, tuweze kujitahidi sana katika safari hii ya imani. Iwapo umepata ukweli, usiendelee kukaa katika uongo. Usiendelee kusema ya kwamba hapa nililelewa hapa. In fact, kuna watu Mungu atawaadhibu sana, kwa sababu mtu anapopata nuru, anapoambiwa ukweli, anasema ya kwamba mimi nilizaliwa hapa na nikalelewa hapa na nitakufa hapa. Uko katika hali ya hatari. Pole sana, nakuambia hivyo. Uko katika hali ya hatari
hatari kubwa sana. Iwapo umepata ukweli, fuata ukweli huo. Usiweze kuangalia marafiki, usiweze kuangalia mchungaji wako, maana watu kama ama hata wazazi, watu kama hawa hawawezi kukufikisha mbinguni. Mtakuwa pamoja, mkila, mkinywa, mkifanya mambo yote, lakini katika safari ya mbinguni it is personal, ni wewe peke yako. Hivyo basi unapopata ukweli, hakikisha ya kwamba umetoka Babeli, umejiunga na watu ambao wanafuata ukweli na ukweli peke yake. Kwa hivyo nataka uangalie video hii ya huyu papa wa kanisa Katoliki ambaye alitoa pesa hizo kwa yule mtu ambaye ataweza kutoa fungu moja ambalo linasema ya kwamba siku ya Jumapili ni siku ya kuabudu Mungu. Sikiliza jinsi ambavyo aliweza kutoa amri hiyo, na ujiulize, je, ninapoendelea kukaa katika uongo, nitakaa katika uongo mpaka lini? Kumbuka maisha yetu ni kama maua, yananyauka. Hivyo basi hatujui kesho. Na ni ya kwamba unaposikia sauti ya Mungu, usisite. Hakikisha ya kwamba umefuata ukweli na ukweli na ukweli peke yake. Sikiza maneno yake. Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop.